Karibu CG Online TV. Usisahau kushare, kulike, kucomment na kusubscribe. Wanaume hawako salama sana kwenye masuala ya kiukatili. Japokuwa changamoto kubwa imekuwa kwa wanaume namna ya kuripoti matukio haya ya kiukatili. Wamekuwa kuripoti kwa namba ndogo, lakini pia hawa wanaokuja kuripoti upande wa pili ambao ni wanawake, kufuatilia yale malalamiko yao, tunagundua kwamba walianza kufanya kwanza ukatili wao kwa wanaume, mwanaume akalipiza. Kwa hii inatupa picha kwamba wanaume wanafanywa kwa wingi, japokuwa kwamba bado uripotiji wao ni mdogo. Kwa takwimu zenu, ni aina gani za ukatili ambazo wanaume wanapitia zaidi kuliko inavyodhaniwa? Ya kwanza, aina kubwa ya ukatili wanaume wanaopitia ni ukatili wa kisaikolojia. Wamekuwa kitamkiwa maneno mengi ya kuuzi na ya kukera, hasa kutoka kwa wenza wao, wapenzi wao na watu wanaowazunguka. Lakini pia ukatili wa kunyimwa tendo la ndoa. Wanaume wengi ambao wako kwenye ndoa wamekuwa kilalamikia hilo. Let's say tunasema mwanaume kachelewa kurudi nyumbani, au mwanaume alikuwa hiyo siku kazunguka kakosa mkate wa siku. Mwanamke atatoa maneno ya kumuuzi, lakini mwisho wa siku pia atamnyima haki ya tendo la ndoa. Lakini pia ukatili mwingine ni yule wanapoingia kwenye mgogoro, hasa mgogoro mdogo tu, wanawake au wenza wao huwa wanakimbilia kuwashambulia sehemu zile za siri, aidha kwa kuwavuta, kwa kuwajeruhi, kwa kuwachoma. Kwa nini unadhani wanaume wengi sasa hawaripoti ukatili wanaopitia? Ya kwanza, siwezi kusema ni waoga moja kwa moja. Lakini sababu kubwa, bado mfumo dume ule haujaisha. Wanaume walijengwa au tumejengwa kuamini kwamba sisi ndo waamuzi wa kila kitu. Kwa hiyo ninapofanyiwa naona kwamba niende nikaripoti, kwa nini? Na kati naweza nikalitatua hili mwenyewe. Ndio maana wanafanya utatuzi sasa kwa kufanya ukatili mwingine ambao aidha ni mkubwa zaidi. Dawati la jinsia limejiandaaje kuhakikisha wanaume wanaotoa taarifa wanapata usaidizi bila kuhukumiwa au kubezwa? Ya kwanza, tumejiandaa kwa sababu kwa siku hizi 16 zinatupa mwanya wa kushirikiana na taasisi nyingine binafsi na za serikali. Tunafanya mashirikiano na maafisa ustawi, maafisa maendeleo, lakini sehemu za maamuzi kama mahakimu, lakini pia ofisi za waendesha mashtaka. Tunakutana kwa pamoja. Kwa hiyo tunachokifanya, tunatengeneza ile program kwamba ni namna njia bora ya kumfanya huyu mwanaume anapokuja kushtaki au anapokuja kulalamika, na yeye apate faraja kuona kama ni sehemu ambayo sasa na yeye alikuwa anahitajika au inamhusu. Mimi nipende kuambia wanaume wenzangu, hakuna asiyefanyiwa ukatili. Hizi jinsi zetu zisitufanye tukajiona kwamba sisi ni miamba au majabali, kwamba hatuwezi kuguswa na matukio ya kiukatili. Mwanaume akifanyiwa ukatili, hata kama ni ukatili mdogo kiasi gani, anapaswa kuchukua hatua ya kuripoti. Wasikubali kuishi na vitu vidogo ambavyo wanahisi vinawakwaza. Watafute namna yoyote ya kuhakikisha mambo hayo wanayatoa. Kisha mambo